Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Taenda kusoma wasifu wa marehemu James Roger Stemba kama ifuatavyo. Kwanza, kabla ya kusoma, nitambue mchungaji mkuu na wachungaji wote mliopo, lakini pia viongozi wa usharika waliopo kutoka sharika zote hapa Telamande, lakini na wale wanaotoka Dar es Salaam. Pia nipende kutambua viongozi wa serikali waliopo, lakini pia nipende kutambua washirika wote, ndugu, jamaa na marafiki wote ambao tumeambatana kuanzia mwanzo wa safari hii mpaka leo hii tunapoenda kumpumzisha mpendwa wetu James Roger Stemba. Ifuatayo ni historia fupi ya marehemu James Stemba. Kuzaliwa. Ndugu yetu mpendwa James Roger Stemba alizaliwa mnamo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2002 katika hospitali ya taifa ya Muhimbili iliyopo jijini Dar es Salaam. James Stemba hakuzaliwa tu, bali alikuwa ni zawadi ya thamani kwa familia ya Bwana na Bibi Roger Stemba, huku akiwa ni mtoto wa tatu na wa mwisho, ama tunamuita mziwanda, kati ya watoto watatu wa Bwana na Bibi Roger Stemba. Huduma ya kiroho. Ndugu yetu mpendwa James Roger Stemba alibatizwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2003 katika kanisa la KKT usharika wa Telamande, Dayosisi ya Kaskazini, na mnamo tarehe 27 mwezi wa 12 2015 ndugu yetu alifanikiwa kupata kipaimara katika kanisa hilo hilo la Kiinjili la Kilutheri usharika wa Telamande na kuwa msharika kamili wa kanisa la KKT Tanzania. Elimu. Ndugu yetu mpendwa James Roger Stemba ni kijana alijaliwa kuwa na upeo mkubwa wa kufikiria, lakini pia amejaliwa bidii katika kila jambo ambalo angekuwa akifanya, hususani elimu. Ndugu yetu James Roger Stemba alianza rasmi safari yake ya elimu kwa kupata elimu ya msingi mwaka 2009 katika shule ya Harvard. Alianza rasmi elimu yake ya msingi mwaka 2009 katika shule ya Harvard East Africa Primary School iliyopo wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam, na hapo alisoma hadi mwaka 2015 na kuhitimu kwa mafanikio makubwa. Mnamo mwaka 2016 James aliendelea na masomo yake katika ngazi ya sekondari ama katika elimu ya juu, akiwa katika sekondari ya wavulana Kibaha ama Kibaha Boys, ambapo alionyesha nidhamu na juhudi kubwa katika kujifunza. Lakini ndugu yetu James alimaliza kidato cha 4 mwaka 2019 akiacha kumbukumbu ya mwanafunzi mwenye maadili, nidhamu na hari ya kufanikisha ndoto zake. Safari yake ya elimu iliendelea mwaka 2020 alipochaguliwa kujiunga na kidato cha 5 na cha 6 ama advanced level katika shule ya sekondari ya Mawindi ama Mawindi High School iliyopo Mbarali mkoani Mbeya, ambapo hapo alisoma hadi mwaka 2022 alipohitimu kwa ushindi na matumaini makubwa ya maisha yake ya baadaye. Na mwaka huo ndugu yetu James alichaguliwa ama alifanikiwa kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria, ambapo alihudumu kwa kipindi cha miezi 3 katika kambi ya JKT Kabuku iliyoko wilayani Handeni mkoani Tanga. Baada ya hapo ndugu yetu mpendwa James alijiunga na chuo cha usimamizi wa fedha ama Institute of Finance Management almaarufu IFM, ikiwa ni hatua yake muhimu katika kujiandaa na maisha yake ya baadaye aliyojaa ndoto na maoni ya kulijenga na kulitumikia taifa akiwa kama kijana. Aidha, katika kipindi cha uhai wake marehemu James Roger Stemba alikuwa ni kijana mcheshi kama nilivyotangulia kusema utangulizi wa awali wanaomfahamu, lakini pia alikuwa ni msikivu na mwenye moyo wa kujitolea. Na katika kuthibitisha hili katika maisha yake, James Stemba alikuwa akihudumu kwa bidii katika matukio mbalimbali ambayo mengine alishatajwa hapo awali,
lakini kwa kurudia, ikiwemo kushiriki na vijana wenzake wa kanisa. Haya yote yanaonyesha namna marehemu akiwa na umri mdogo, lakini aliweza kuaminiwa kwa vitu vikubwa, na wengine walishatangulia kusema kwamba alikuwa anaandaliwa kuchukua nyadhifa mbalimbali kwa umri mdogo. Kwa hiyo inaonekana ni kwa jinsi gani alikuwa ni mwenye maono na akili nyingi ya kuwaza na kufikiria, lakini pia uwezo wa kujichanganya na watu zaidi, na malezi aliyopatiwa na familia yetu ambayo ni familia ya kiroho ama ya kidini. 4. Kifo. Ndugu yetu mpendwa James Rogers Temba akiwa bado kijana mbichi, mdogo na mwenye nguvu kazi ya taifa, mwenye maono makubwa na ndoto nyingi, mnamo tarehe 29 mwezi wa 4 2026, safari ya maisha yake ilikatishwa ghafla kama mshumaa uliozimwa kwa kuuawa kikatili na watu wasio wema. 5. Shukrani. Mosi, kwa niaba ya familia ya Bwana na Bibi Rogers Temba inapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba wa vyote, kwa kutujalia kuwa sehemu ya maisha ya kijana wetu mpendwa James Rogers Temba, ambaye kwetu alikuwa ni mtoto, alikuwa ni kaka, alikuwa ni ndugu, lakini pia kwa wanafunzi wenzake alikuwa ni mwanafunzi, kwa marafiki zake waliomba ushauri alikuwa ni mshauri, lakini kubwa yote alikuwa ni rafiki mwema. Pili, familia inapenda kutoa shukrani kwa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, usharika wa Telamande na sharika zote ambazo tumetoka kama Tabata, kwa maombi, ushauri na faraja ambayo mmekuwa mkitupatia katika kipindi hichi kigumu tunachokipitia. Lakini 3, familia inapenda kutoa shukrani za dhati kwa ndugu, jamaa, marafiki pamoja na kila mtu aliyeguswa na msiba huu mzito kwa michango yao ya hali na mali kwa wakati wote tangu tulipokutwa na msiba huu mpaka sasa tunapoelekea kwenda kumpumzisha ndugu yetu mpendwa James. Najua ni vigumu kwa kila mmoja wetu, hususan familia, kuelewa ni kwa nini jambo hili limetokea na kumpata kijana wetu ambaye alikuwa ni kipenzi cha watu. Lakini hakuna lugha nzuri inayoweza kuelezea namna familia inavyojisikia. Lakini ndugu zangu, haya ni maumivu makali sana yasiyoweza kuelezeka, yaliyotuachia kidonda kikubwa sana katika familia, lakini katika jamii nzima ya Watanzania. Kidonda hicho ambacho kutibika kwake, tunaomba mtuombee kwa Mwenyezi Mungu atupe hekima, busara, uvumilivu na ustahimilivu. Hata hivyo, tunaamini kuwa katikati ya huzuni hii tunalo tumaini kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, nayo kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Zaburi 34:18 kwamba Bwana yu karibu na waliovunjika moyo na waliopondeka moyo huwaokoa. Tunaamini Mungu yuko pamoja nasi na pia amempokea ndugu yetu mpendwa James Temba katika amani yake. Bwana alitoa na Bwana ametoa, Bwana ametoa na Bwana alitwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Naomba kuwasilisha wasifu huu.